Moja kati ya mijadala mikubwa ambayo ilitokea hii leo ni mjadala kuhusiana na suala la umeme, na hii ilikuwa chanzo chake ni kauli ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari alipozungumza kuwa tutanunua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini, na baadaye Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, akatoka hadharani na kutoa ufafanuzi kuhusiana na suala hilo. Hili jambo likagusa hisia za watu wengi na wengi wakatoa maoni yao, na mara baada ya vyombo vya habari kuandika, miongoni mwa watu walioandika alikuwa ni Zitto Kabwe, ambaye huyo ni kiongozi aliyekuwa kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Yeye anasema, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya mjadala umejikita kwenye umbali, distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme. Kwenye biashara ya umeme, cross border power trade, ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo husafirishi mpaka B. Umeme unawekwa pamoja, power pool, kisha nchi zina trade kati ya surplus countries na deficit countries. Mfano, Tanzania ikinunua megawati 100 kutoka Ethiopia, Ethiopia inaweka umeme huo kwenye grid ya Kenya, na Kenya inaipa Tanzania megawati 100 zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Zitto aliandika mambo mengi kuhusiana na jambo hilo, lakini mwisho akatuacha na maswali mawili au matatu hivi. Hoja msingi inapaswa kujibiwa na serikali ambayo amemtagi Gerson Msigwa ni, je, umeme wa ziada tunaozalisha tunaupeleka wapi? Kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake wa ziada, Tanzania inapeleka wapi? Lakini pia, je, kununua umeme wa Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporters au net importers wa umeme? Hivi ndivyo ambavyo ameandika Zitto Kabwe. Lakini pamoja naye Profesa Tibaijuka naye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wameandika kuhusiana na jambo hilo. Umeme kutoka Ethiopia ni kilomita 1500 hadi Arusha. Unakuwaje rahisi kuliko kutoka Rufiji kilomita 650? Taarifa hii ilitushangaza na hata kushtua wengi. Nikaona nijielimishe kwa husika wizarani. Nikaelezwa umeme utanunuliwa kutoka station ya kusambaza umeme hapo Namanga kupitia gridi ya Kenya. Uwekezaji wa transmission line ni wa uuzaji, ingawa utaikomboa kupitia bei itakayokubaliwa. Pili, sio sahihi kutegemea chanzo kimoja cha gridi ya taifa. Kikitokea dharura Rufiji, basi nchi nzima inaingia gizani. Ilitoa diversification. Kwa hiyo tuombe serikali ije na tangazo rasmi kueleza kwa utaalamu zaidi jambo hili la kimkakati na mustakabali wa umeme wa ziada utakaozalishwa, kama upo, uwe wa vyanzo vya maji au gesi au jua. Kwa ujumla wake, usalama wa nishati ni usalama wa taifa. Hivi ndivyo ambavyo aliandika profesa, na comments zikawa ni nyingi, kila mmoja akiandika kile ambacho wanakiona, lakini mjadala mkubwa ulikuwa umeanzia hapo pale ambapo rais alisema kwamba tutachukua umeme kutoka nchi jirani. Sasa licha ya maelekezo haya ya Gerson Msigwa kuhusiana na ufafanuzi wa kile ambacho tayari kitolea taarifa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa baada ya haya yote, imefika wakati ambao wataalamu pia ikabidi watie neno. Huyu ni Engineer Felchezim Mramba, katibu mkuu Wizara ya Nishati na mtaalamu mbobevu katika masuala ya umeme. Hapa anatoa ufafanuzi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, na huu ni ufafanuzi wake. Tumsikilize ili tupate kuelewa kwa uzuri zaidi. Kwanza nitoe elimu na pili nitoe ufafanuzi. Nitajikita zaidi kwenye utaalamu, lakini maelezo yaliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali yako sawa. Sasa hivi hali ya umeme nchini kwetu ni nzuri kwa kiasi kikubwa. Siwezi kusema hatuna changamoto yoyote, hapana. Kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale, lakini kwa habari ya uzalishaji umeme na kuwa na umeme wa kutosha nchi tunao. Kinachotufanya tuchukue umeme kwa ajili ya kaskazini nitaeleza. Jumla ya umeme unaozalishwa ndani ya nchi ni megawati 3796. Umeme unaohitajika nchini ni megawati 2000 kama na 200 ukijumuisha mikoa iliyo. Hivi mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje hata sasa. Tunanunua umeme kutoka nchi 3 tofauti.
mpaka hivi ninavyozungumza. Kule Rukwa, umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda, na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule Horohoro, wilaya Mkinga, Tanga, umeme unaolisha watu Horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni. Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia, hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku.